Tumekuwa tukipata matukio haya ya mara kwa mara kuhusiana na ndugu wa Tanzania wenzetu kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu kuja hapa Sumbawanga na kutapeliwa na watu wanaojiita waganga. Kwa mfano leo asubuhi saa 1:30 naingia ofisini na kutana na mzee Musa Rashid Busua, mwenyeji wa mtaa wa Rufita katika manispaa ya Tabora, ambaye yeye alifika hapa jana majira ya saa 3:30 usiku akimfuata mganga wake, ambaye kimsingi mganga huyo alitaka kumpa utajiri kutokana na kazi zake anazofanya za udalali. Lakini mzee ameeleza historia ya kazi mbalimbali. Ameshakuwa dalali wa mahakama, ameshakuwa mfanyabiashara mahili wa mifugo, anabeba ng'ombe na kuuza maeneo mbalimbali ya nchi, ikiwepo mpaka mnada wetu mkubwa kabisa wa Pugu, Dar es Salaam. Sasa na hawa watu wanaoita waliomfanyia hicho kitendo, yeye ameanza kuwasiliana nao mwaka 2024, lakini jana ndiye aliweza kufunga safari ya kuja hapa Sumbawanga kukutana na mganga wake, na amefika amekutana na huyo mganga, amempeleka makaburini na kumuosha juu ya kaburi akiwa amelala kifudifudi, baada ya kuwa ameambiwa wavue nguo zote. Na wana lugha zao za kutumia, kwa sababu wanasema alimwambia yeye yuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza alimtumia shilingi 30 iftari, akamtumia fedha ya kutengeneza dawa, na mwisho wa siku mzee akafika hapa. Sasa amefika, anasema alikuwa na suti na nguo nyingine, alikuwa na saa aina ya Omega yenye thamani ya milioni 1. Wamechukua simu zote, wamechukua vitambulisho vyote, na fedha taslimu shilingi 200,000 ambazo walikuwa nazo. Niendelee kutoa rai kwa Watanzania, utajiri haupatikani kwa stahili hii. Hapa Sumbawanga tumekuwa tukiendelea kutoa tahadhari. Mwaka juzi kuna vijana zaidi ya 18 walipelekwa Dar es Salaam kwenda kujibu mashtaka ya utapeli. Lakini na juzi tu, siku 3 zilizopita, kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, Kamanda Masija, alieleza vijana 13 ambao wamekamatwa wakijihusisha na aina hiyo wa utapeli. Kwa hiyo sikatai kwamba labda waganga wapo au hawapo, lakini watu hao wanaharibu taswira na sifa ya mkoa wa Rukwa. Rukwa hususan Sumbawanga ni sehemu salama sana ya kuishi na kufanya kazi. Ni sehemu salama sana ya kuishi na kufanya biashara. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote tujiepushe na hizi jumba ambazo tumekuwa tukitumiwa za utapeli, za kwamba kuna waganga mahili wanaweza kukupa utajiri, wanaweza kurudisha mwanamke aliyepotea, si mwanamke aliyoko mbali, wanaweza kukupa mpenzi. Hivi vitu vyote ni utapeli. Kwa hiyo tujiepushe sana, kama ambavyo huyu mzee ambaye ameenda kulazwa juu ya kaburi. Kama kweli kulikuwa na haja ya kulazwa kwenye makaburi, singepelekwa kwenye asili ya wazazi wake huko akalazwa juu ya makaburi ya wazazi wake, alafu akautafuta huo utajiri ambao anautafuta. Kwa hiyo hata mzee mimi nimemwonea huruma tu, na nimeamua niseme hivi kwa sababu nimekuwa nikikutana na kesi hizi nyingi. Kila siku watu wanakuja ofisini wanaomba nauli za kurudishwa walikotoka. Sasa huyu tumeshawasiliana na wenzetu wa jeshi la polisi, tumemnunulia viatu na nguo hizo ambazo amepewa na wasamaria wema. Kitenge hicho amekutwa na mwanamama anapita, akampa kitenge. Mzee alikuwa yuko uchi kabisa, kalazwa makaburini. Ni fedhea kwake na kwa jamii yote ya Kitanzania, hasa watu wake ambao wanamfahamu. Kwa hiyo hili nafikiri liwe fundisho kwa Watanzania wengine, na tumeamua tufanye hii makusudi ili watu waelewe kwamba mambo haya tumeyachoka, yamezidi, yanaharibu sifa ya mkoa wetu, yanaharibu sifa ya wilaya yetu ya Sumbawanga. Katika hali isiyo ya kawaida, mzee Musa Rashid ambaye ni mkazi wa mkoa wa Tabora ametapeliwa na mganga wake baada ya kuwasili hapa Sumbawanga kwa lengo la kutafuta dawa ambayo itamsaidia katika kuendeleza biashara zake ambazo huwa anazifanya huko Tabora. Ajabu ni kwamba mara baada ya kufika hapa Sumbawanga alipelekwa makaburini na kwenda kutapeliwa. TV baada ya kupata taarifa hizi tumefika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyekia Ali Chirukire, ambapo tumezungumza na mkuu wa wilaya, lakini pia tumezungumza na mzee Musa Rashid na kueleza mkasa mzima ambao umetokea mara baada ya kufika hapa Sumbawanga. Mimi naitwa Musa Rashid Busua, mwenyeji wa Tabora.
Huyu bwana tulianza naye huyu jamaa tangu mwaka jana 2024. Ambaye ni nani? Huyu ambaye alinitapeli. Jina lake unamfahamu anaitwa nani? Jina lake kwa kweli ni la Kristo, sasa sielewi vizuri. Akawa ananiomba hela, mara nimletee shilingi 30,000 za kama sikukuu tu. Kanaomba mara niletee hela ya vocha, namletea, banipe hela ya kutumia, namrushia kwenye namba ya simu yake. Na mpaka juzi tu ilifikia aniombe shilingi 6,000 za kufanyia nini? Aongezee dawa. Mazi siji nini. Nikamtumia. Baada ya kumtumia mimi jana nikaondoka kwa saa 11 alfajiri kwenda stendi. Baada ya kufika stendi pale kuuliza gari la Sumbawanga akaniambia hili hapa, nikakata tiketi shilingi 35,000. Kufika Maji Moto ile wakapandisha tena. Ikawa shilingi 5,000 kufika sije mpaka wapi. Kufika pale wakapandisha tena ikawa shilingi 10,000. Nikaja mpaka hapa shilingi 50,000. Mimi mfukoni nilikuwa kama shilingi 250,000 mfukoni mwangu. Basi nilifika hapa, yule bwana akasema kwamba mjukuu wangu yuko pale stendi, utamkuta yuko hapa stendi. Nilipopeka pale stendi nikapigia simu, sema niko kuno kwenye kona ya kuingilia stendi, njoo. Nikachukua bodaboda nikaja mpaka pale. Kumpigia simu akazanda, huyo hapo alikuwa amejikaa kwenye manini, si kwenye msingi. Basi nilipofika pale akaniambia hivi, babu kaniambia hivi, nikuogeshe dawa huku kwanza. Nikisha kuogeshea huku dawa ndo mwili wako wewe umetakata. Kaambia umetakata hivi, kwani ukoje? Sema ndo kaniambia hivyo. Chukua maji ya shilingi 500. Nikachukua ya mawili yako madogo mawili. Baada ya kuchukua madogo mawili ndio tukaondoka naye, tutakwenda wapi huko? Kusikia makaburi. Kufika kwa kaburi moja iliyosakafiwa ina marumaru. Basi nikachukua madogo, akaniambia chukua madogo. Nikachukua madogo nikaenda pale. Akapaka ile kaburi. Ati akaniambia lala. Wakati nishavua nguo zote. Nikalala, akanimwagia siji ndio zilikuwa dawa zake zi nini. Basi nilimaliza kunimwagia dawa. Akaniambia nenda akachukue pale ulipochukulia mchanga, unapajua, nenda paombe pale. Nikaenda pale. Kwenda pale kupaomba, kurudi huko kwenye ile kaburi, kuta hela zote zipo. Lakini mbili nazo zimechukuliwa, kadi ya sisi imechukuliwa, na NIDA imechukuliwa, na simu imechukuliwa, na saa imechukuliwa ya gharama shilingi 1,000,000. Simu ni shilingi 55,000 Nokia Tecno. Unaona bwana? Basi pale akili ikaniruka. Lakini nimebakia uchi. Kwenda kidogo tu nikakutana na mama mmoja akastuka. Stuka nikamwambia mama usishtuke, mimi mama nimeibiwa. Ndio akanipa kitenge. Baada ya kunipa kitenge nikajifunga huko. Labda pengine tutataka kujua kwamba mazingira ya wewe kuvuliwa nguo yalikuwa ni mazingira namna gani? Pengine kulikuwa namna ya hali ya ugomvi au la? Hakuwa ni hali ya ugomvi. Ilikuwa ni nani tu, shwari tu. Ni kama mtu anapokutibu. Siwezi kufanya ujeuri kwenye kutibiwa. Sina mfuata anavyosema. Na pengine unapotokea Tabora kuja huko Sumbawanga, hasa ulikuwa unasumbuliwa na maradhi gani hadi kuja kutafuta tiba Sumbawanga? Maradhi kwa kweli siko nayo. Maradhi siko nayo. Lengo ni maendeleo tu. Kazi zikikataa. Yaani kutembea sana kazi ziendi. Tunataka labda nzirahisishe kwa namna moja, wataalamu wengine na kurahisishia. Ukiwa Tabora, sifa ya Sumbawanga kwa masuala ya tiba asili unaifahamu kwa namna gani? Sumbawanga huwa iko kali sana kwa dawa. Sasa hii ya utapeli imekuja hivi karibuni. Lakini zamani walikuwa wanatibu vizuri. Na ni mara yako ya ngapi labda pengine kupata tiba kutoka Sumbawanga na mambo yako yakanyoka? Ni mara ya kwanza. Na niliona ajabu kuja huku kwanza. Kwanza ni mbali. Halafu unaweza kutoka asubuhi, jana nimefika saa 4 usiku hapa. Toka asubuhi. Na nilikuwa nimeshafunga Ramadhani. Sikutaka saa yani hata kuja, basi tulio ikatakata kutokuja.
Pole sana. Sasa kwa hiki ambacho kimekukuta, kwa wale wa Tanzania ambao wanakutazama sasa hivi, unawaambia nini kuhusiana na waganga wa Sumbawanga? Waganga wa Sumbawanga bora kuwapiga marufuku tu kabisa, yani iwezekanavyo, hata kuwafunga miaka 30 afungwe, kwa sababu wanawadanganya watu wakiwa na akili zao. Wao wanatumia dawa za kuwadanganya wale watu ili wazubaike, ili waweke kwenye mtego wa kuchukulia hela zao. Kwa sasa hivi tumekukuta katika ofisi ya mkuu wa wilaya, hasa unachokihitaji hapa ni nini ambacho labda huenda kikafanyika msaada kwako? Mimi ninachotaka hapa msaada wangu wa kunisafirisha hapa niende nyumbani. Hata nikipata tasenti kidogo ya kula si mbaya, sina tatizo. Nauli pamoja na hiyo fedha ya kujikimu njiani kama kiasi gani? Sasa nauli ya kutoka hapa mimi siku ile nitumia juzi jana tuseme nitumia 50,000. Na kula labda nilikula kama kwa kujibadamana, siku bado nimefunga nitumia karibu 500. Sasa kupitia wewe nataka utoe wito kwa Watanzania ambao wanaamini Sumbawanga kuna waganga, na wakija Sumbawanga watakuta waganga wa kweli na watapata tiba. Wito wako hasa ni upi? Wafute hesabu hii ya kuwathamini watu wa Sumbawanga, kwa sababu ni waharibifu mno. Wanajisifia uchewe na uchewe wote hawana. Na kama wanao ule wa kuua, si wa kuponyesha.